Nataka niseme kwa upande wa mkoa wa Kusini na jimbo langu la Tunguu. Mheshimiwa Mwenyekiti, unapoanza hii barabara kutoka bango la mkoa wa Kusini, karibu mkoa wa Kusini, pale jimbo letu mpaka wetu unapoanza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi nilisema katika bajeti ya ofisi ya makamu wa pili wa rais, tuna matatizo njia za ndani. Mie niuze nyumba yangu Mheshimiwa Mwenyekiti, shamba yangu nilokuwa nayo, nende nichukue nyumba jirani, na Mheshimiwa Mwenyekiti nije kuchukua nyumba yako pia niuze. Siwezi kujenga barabara za wananchi za ndani zote. I cannot afford it. Mfukoni kwangu mimi, na hana mjumbe tena baraza ataweza. Hebu Mheshimiwa Waziri, wewe manake tunakujua ni mtu mbabe, una nguvu, una ufahamu, unajua kujipendekeza. Hebu jipendekeze kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, upande juu kwa Mheshimiwa Rais, tupate greda na rola la halmashauri wilaya ya Kati liwe la kwako, tutachangia sisi tuanze kutengeneza barabara za ndani. Saa nyingine unataka tuziweke sawa tu basi, angalau wananchi waweze kupita. Hebu pita kule kafanye ziara mule ndani sasa hivi, ukipita Dunga Gogoni, vile zako Bungi, ukija hapa maeneo ya Kibele kwa ndani, ukija huko ndani njia maeneo kibao ziko hali mbaya, unahitaji mashine zako mwenyewe za halmashauri. Hebu hapo Mheshimiwa Waziri, hapo sogea mbele hapo, muondoe Mheshimiwa Waziri Masud, kaa naye mnongoneze, fedha nazo huyo Mheshimiwa Juma, hata kupatia fedha ukanunue hayo magreda na madude ili uweze kutusaidia katika halmashauri zetu. Pamoja na Pemba pia kuna maeneo mengi, ukienda Pemba pia huko kaskazini na kusini njia hazipatiki. Wape angalau ule unafuu wa wananchi. Sangine sio lazima iwe lami itakuja, lakini ule unafuu wa wananchi. Kama vile mvua ikinyesha kubwa, unachukua mwamvuli unaweka juu, unakuwa unajistiri kwa pande kiduli chako cha juu, lakini chini viatu utaroa, lakini safari inaenda. Sasa niseme pia katika masuala usafi, kama nilivyozungumza mwanzo, nimalizie tu huu uchafu katika maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nasema tu kwa kweli, tufike pahala, Mheshimiwa Waziri, fanya ukaguzi, usio unatumia mabavu kama ule mtu aliotajwa juzi hapa na Mheshimiwa Jaku. Nakupa 3 tools Mheshimiwa Waziri, zitakusaidia: guide, assist and advise. Sawa, ongoza, wewe ni mwanasiasa, ongoza, mshauri na msaidie. Usipite kwenye maduka ya watu katika wananchi kwanza kuingia na watu wako kabla mikwaju vunja. Tunataka maduka barabara Mpendae, Jumbi, nje. Mtu mwenye duka lake lazima usafi wake wa nje huwe anasimamia. Pita katika nyumba ambazo watu wanapoishi, usafi at least wa nje ni kwako, ujitegemee. Sio lazima serikali aje mtu akusafishie. Kwa fanya katika pita, mtu watume watu wako kwenye maduka, sehemu ambayo ni pedestrian, ambao wananchi wanatakiwa wapite, wasaidie. Utakuta sehemu mtu anaomba anasaidiwe, lakini pale na mazingira masafi. Unakuta mtu anauza vyakula, stika kama friji, huyu kaeka kitu nchu, machupa plastic, stickers juu za nini ziko nje. Kwa nini? Na hana debe la taka. Na nyinyi mnasema taka kazi yenu kuzoa, na collect fedha. Go and make this town to be clean. Mheshimiwa Waziri, kile kifua chako unapiga magwaride nini na nini, ingia barabarani katuonyeshe. Tunakuona katika kampeni unavaa mabuti yako unaruka. Hebu Waziri Kitwana, twende, ingia mtaani kwa maneno matatu, kwa lugha nzuri, kasafishe mji wetu. Na wallahi kama utasafisha mji wetu 2030 tutakupa jimbo, urudi mundani. Mheshimiwa Simai, naomba umalizie dakika sekunde nimebakia chache. Nakushukuru sana Mheshimiwa Kiti. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasiasa, tena umepewa heshima kubwa sana ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais. Tunataka nchi yetu iende vizuri, isiendeshwe kibabe, watu wakizungumza nje, polisi wetu, vikosi wetu wapendwe. Wewe unakuta njiani wanawasaidia wanafunzi wanapita, sio ukimkuta njiani mara mtu kashika jiti anataka kumpiga bodaboda. Hatutaki mambo hayo, tuwaongoze watu. These people have brains. Ukiwaambia watafuata. Wale walikuwa hata akiwachukulia sheria, wakamate, peleka kule, piga fine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada hayo siungi mkono hoja mpaka Mheshimiwa Waziri, nimesema nimezuia mafungu yake, lakini nazuia mshahara wake, aje na majibu ambayo yamenyoka na wananchi na Wazanzibari wanataka kumsikia. Baada hapo nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuweza kutoa mchango wangu. Kwa niaba ya wananchi hadi hivi sasa wa jimbo la Tunguu, siungi mkono hoja mpaka aje na majibu pamoja na hilo greda naloliomba la wilaya Kati. Asante.